yoyote, hata kwa kusingiziwa. Huruhusiwi kusingiziwa. Ukisingiziwa manake kuna mazingira umeyaweka ndio yanatengeneza mazingira mpaka watu wakuhisi, oh, mimi nilikuwa tu niko chumbani tumejifungia na mfundisha Biblia. Kwa nini mjifungie? Swali la kwanza. Kwa nini msijifunze hadharani? Mtu atajionja. Yesu Kristo hajawahi kumkuta hayo. Yesu Kristo aliwahi kumfundisha mtu, aliwahi kumweleza habari zake mtu, lakini alikuwa eneo la wazi, kisimani, ni kila mtu anakuja, sio chumbani wakiwa wamejifungia. La hasha, haikuwa chumbani. Paulo mtume vile vile alipokuwa anajua anakwenda kumhubiri mwanamke, hakwenda mwenyewe, kwa sababu Paulo hakuwa na mke, hakwenda mwenyewe, alikwenda na wenzake. Tutaenda kuangalia maandiko haya kwa haraka kabla ya kumaliza. Utaona kwa mfano ukipata nafasi, ukisoma Yohana sura yote ya 4, tunaona habari ya Yesu wakati anazungumza na mwanamke yule, lakini walikuwa kisimani, mahali pawazi, kila mtu anaweza kuona. Kama unaweza kumweleza mtu habari za Yesu jinsia tofauti na wewe, mweleze kwenye eneo la wazi la wote. Hebu tumwangalie Paulo naye. Je, alizingatia mipaka kati ya wanawake na wanaume? Jibu ni ndio. Matendo ya Mitume sura ya 16. Matendo ya Mitume sura ya 16. Labda tusome mstari wa 16 na kuendelea. Ikawa tulipokuwa tukienda, unasikia hiyo lugha? Ikawa tulipokuwa, maana yake ni wingi, sio nilipokuwa. Ikawa tulipokuwa tukienda mahali pale pa kusali, kija kazi mmoja aliyekuwa na pepo wa uaguzi, akatukuta, aliyewatia Bwana. Labda nianze mstari, nirudi nyuma kidogo, nianze mstari wa 11. Basi tukang'oa nanga, tukatoka Troa, tukafika Samothrake kwa tanga moja, na siku ya pili tukafika Neapoli, na kutoka hapo tukafika Filipi, mji wa Makedonia, mji ulio mkuu katika jimbo lile, mahali walipohamia Warumi. Tukawa katika mji huu tukikaa siku kadha wa kadha, hata siku ya Sabato tukatoka. Wingi unatajwa hapo. Tukatoka nje ya lango, tukaenda kando ya mto, ambapo tukadhani ya kuwa pana mahali pa kusali. Tukaketi, tukasema na wanawake waliokutana pale. Unaona, tukasema, maana yake kwa wingi. Mwanamke mmoja jina lake Lydia, mwenye kuuza rangi za zambarau, mwenyeji wa Thiatira, mcha Mungu, akatusikiliza, sio akanisikiliza, akatusikiliza, ambaye moyo wake ulifunguliwa na Bwana ayatunze maneno yaliyonenwa na Paulo. Hata alipokwisha kubatizwa yeye na nyumba yake, akatusihi akisema, kama mmeniona kuwa mwaminifu kwa Bwana, ingieni, sio ingia, ingieni nyumbani kwangu mkae. Akatushurutisha. Paulo alizingatia kwamba naenda kumhubiri mwanamke, nisiende mwenyewe, niende na jinsia nyingine, niwe na kampani ya mtu mwingine, mwanaume mwenzangu, ili mtu asije akahesabu kama kuna uzinzi mahali popote. Kwa hiyo anamhubiri